Arrizq ndani ya Al-Qur'an imekuja mara kwa maana ya al-ata, mtu kutoa. Imekuja ndani ya Al-Qur'an kwa maana ya at-ta'am, ya chakula. Imekuja arrizq ndani ya Al-Qur'an bimaana al-ghada wal-asha, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Imekuja arrizq kwa maana ya al-matar, kwa maana ya mvua. Imekuja arrizq kwa maana ya an-nafaqa, ay matumizi. Imekuja arrizq kwa maana ya al-fakiha, matunda. Imekuja arrizq kwa maana ya athawb, nguo. Imekuja arrizq kwa maana ya al-janna, ikimaanisha pepo. Imekuja arrizq kwa maana ya al-harthu wal-an'am, mifugo na mazao ya shamba. Imekuja vile vile ndugu zangu katika iman, maana ya arrizq ndani ya Al-Qur'an ikiwa ni ashukr, mtu kushukuru. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu katika iman, tukiendelea na kipindi chetu haqaiqu al-arzaq, uhakika na ukweli kwenye mlango mzima wa arrizq. Ndugu zangu katika iman, kipindi hiki, kabla hatujaingia kwenye video yetu ya pili kwenye barnamiji yetu, ningependa kuishiria kwamba inwani ya hii kitabu haqaiqu al-arzaq, mengi katika tutakayozungumzia na kuyataja nimetoa kwenye kitabu cha Sheikh Abu Faris Abdurrahman As-Saqaf kwa jina haqaiqu al-arzaq. Ndugu zangu katika iman, tumeishiria katika kipindi kilichopita kwamba mwanadamu kwenye mlango mzima huu wa riziki tutakuwa tunazungumzia kwenye kusahihisha na kupatikana ufahamu sahihi kuhusiana na mlango wa riziki. Tukazungumzia vile vile katika njia ya kuhakikisha na kusimamisha tauhidu ar-rububiyya. Haya yote katika mwanadamu kutaka kufikia kwenye ufahamu sahihi na kusimamisha tauhidu ar-rububiyya ni iwapo itaanza katika kupatikana kwa mu'min kuelewa arrizq ni nini. Ibn al-Jawzi rahimahullah ametaja kwamba ahlu tafsiri katika ndani ya Al-Qur'an wametaja arrizq kwa njia 10 au kwenye milango 10 au arrizq kumaanisha mambo 10 au hata zaidi ya 10. Ndugu zangu katika iman, arrizq ndani ya Al-Qur'an Al-Karim imekuja kwa maana tofauti tofauti, na tutataja maana zote ili tunapokuwa kwenye barnamij kama hii tuweni na ufahamu sahihi na tuweni vile vile na ufahamu mpana juu ya mlango huu wa arrizq, juu ya mwanadamu kuelewa arrizq ni nini. Arrizq ndani ya Al-Qur'an imekuja mara kwa maana ya al-ata, mtu kutoa. Arrizq imekuja ndani ya Al-Qur'an kwa maana ya at-ta'am, ya chakula. Imekuja arrizq ndani ya Al-Qur'an bimaana al-ghada wal-asha, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Imekuja arrizq
ndani ya Al-Qur'an Al-Karim kwa maana ya al-matar, kwa maana ya mvua. Imekuja ar-rizq ndani ya Al-Qur'an Al-Karim kwa maana ya an-nafaqa, ay matumizi. Imekuja ar-rizq ndani ya Al-Qur'an Al-Karim kwa maana ya al-fakiha, matunda. Imekuja ar-rizq ndani ya Al-Qur'an Al-Karim kwa maana ya athawb, nguo. Imekuja ar-rizq ndani ya Al-Qur'an kwa maana ya al-janna, ikimaanisha pepo. Imekuja ar-rizq ndani ya Al-Qur'an Al-Karim kwa maana ya al-harthu wal-an'am, mifugo na mazao ya shamba. Imekuja vile vile ndugu zangu katika iman, maana ya ar-rizq ndani ya Al-Qur'an ikiwa ni ashukr, mtu kushukuru. Haya yote yamekuja ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an Al-Karim, ikitutafsiria maana ya ar-rizq. Mfano wa al-ata, mtu kutoa, imekuja ndani ya Qur'ani kwa maana ya ar-rizq. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wale waumini ambao wamejipamba na sifa ya al-ghaib, kuamini katika ghaibiyat, mambo ambayo hawayaoni. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaendelea mbele kusema wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ay wa mimma a'tainahum yunfiqun. Fa wa mimma razaqnahum ay a'tainahum imekuja kwa maana ya ata, ay kwa yale ambayo tumewapatia wakawa wanatoa. Ar-rizq ay al-ata. Tumeishiria mwanzo kwamba ar-rizq vile vile imekuja kwa maana ya chakula. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akieleza akisema kila wanapopewa riziki min thamara, katika matunda, rizqan qalu hadha, yani kila wakipewa, kullama ruziqu ay kullama ut'imu minha min thamaratin rizqan, kila wakipewa katika riziki ay chakula, min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Ndugu zangu katika iman, tukitoa mfano wa mwisho katika yale tuliyoishiria nyuma kwamba ar-rizq ina maana ya al-ghada wal-asha, chakula cha mchana na chakula cha jioni, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema la yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Hawatasikia humo katika pepo maneno ya upuzi, bali salama tu, maneno ya khairi na mambo mazuri, na watakuwa na riziki zao humo asubuhi na jioni. Ndugu zangu katika iman, haqaiqu al-arzaq, tuko kwenye silsila ambayo tunazungumzia mlango mzima wa ar-rizq. Ni nini maana ar-rizq? Ar-rizq ndugu zangu katika iman huwa ma yataghadda bihi al-hayy wa yakunu fihi baqa'u ruhihi wa nama'u jasadihi wa dhalika fil mat'umi wal mashrub. Ar-rizq maana yake ni kile ambacho kiumbe au mwanadamu aliye hai hujilisha nacho, hula yule ambaye aliye hai, na kupitia sifa hiyo na kupitia hicho chakula roho yake ndiyo kuna kubakia kwake kwenye hii dunia na kuimarika mwili wake. Na yote haya wadhalika
fil mat'umi wal mashrub. Yote haya kufikia huyu mwanadamu ni iwapo itapatikana sifa ya kwamba yeye anakula na kunywa. Fa mwanadamu kubakia kwake kwenye hii dunia na kuimarika kwake mwili wake inahitaji al-mat'um wal mashrub. Hii sifa yote tuliyoitaja, yani anachokihitaji mwanadamu katika kula kwake, naam, ili mwili wake ubaki kuwa hai na vile vile aweze kuimarisha mwili wake, anahitaji mwanadamu al-mat'um wal mashrub. Kwa hii tafsiri ndiyo maana ya ar-rizq. Mpaka hapa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.